Msikilizaji wa Vam TV Online, karibu katika mkasa huu ambao nakuletea leo. Usiache kusikiliza na mwisho kutoa maoni yako. Kwa kufanya hivyo utakuwa umenisapoti. Mkasa unakwenda kwa jina la usagaji ulivyoharibu ndoa ya Pendo. Nikukaribisha sana, like na kutoa maoni yako. Pendo alikuwa mwanamke mwenye uzuri wa kuvutia, mwenye tabia njema na aliyependwa na watu wengi katika mtaa wa Mlimani. Pendo aliolewa na mwanaume aitwaye Juma, mfanyabiashara mwenye bidii aliyekuwa akimpenda kwa dhati. Ndoa yao ilianza kwa furaha kubwa kiasi kwamba watu wengi waliwaona kama mfano wa wanandoa waliobarikiwa. Miaka mitatu ya kwanza ya ndoa yao ilikuwa ya amani. Walijenga nyumba nzuri, walipata mtoto mmoja wa kike aliyeitwa jina la Neema, na waliendelea kupanga maisha yao ya baadaye. Juma kadri ya siku zilivyoendelea kwenda, Juma alianza kusafiri mara kwa mara kwenda mikoa ya mbali. Alifanya hivyo kwa ajili ya kuimarisha maisha ya familia yake, lakini hakujua kwamba safari hii ingeweza kuwa mwanzo wa matatizo makubwa ndani ya ndoa yake. Ndoa yake iliyokuwa pendwa zaidi. Basi Pendo alianza kuhisi upweke. Ingawa alikuwa na mtoto wa kumlea, alitamani kuwa karibu zaidi na mume wake. Kila alipomwambia Juma kuhusu hisia zake, Juma alimwambia na kumwomba avumilie kidogo, huku akiahidi kuwa mambo yangekuwa mazuri zaidi baadaye. Siku moja mwanamke mpya alihamia jirani yao aliyeitwa Sofia. Sofia alikuwa na maneno mengi na maneno matamu, mchangamfu na aliyependa kujichanganya na watu. Haikuchukua muda kwa Sofia na Pendo kuwa marafiki wa karibu sana. Walitembea pamoja, walizungumza kila siku na hata walitembeleana mara kwa mara. Pendo alifurahi kuwa na mtu wa kuzungumza naye wakati mume wake akiwa safarini. Baada ya miezi kadhaa, Sofia alianza kumwalika Pendo kwenye mikusanyiko ya wanawake aliyodai ilikuwa ya kupeana ushauri na kusaidiana katika maisha. Kwa kuwa alimwamini, Pendo alikubali. Mwanzoni mikutano hiyo ilionekana ya kawaida sana. Walizungumza kuhusu changamoto za maisha na ndoa na malezi ya watoto. Lakini kadri ya muda ulivyopita, mazungumzo yalibadilika. Baadhi ya wanawake walikuwepo walianza kuzungumza namna walivyokuwa wakikataa mahusiano yao ya ndoa na kujihusisha katika mahusiano yasiyofaa. Walidai kuwa ndivyo njia ya kupata furaha. Pendo alishtuka kusikia mambo hayo. Aliona hayakuwa sahihi. Hata hivyo, Sofia alimwambia asihukumu watu haraka. Maisha ni ya mtu binafsi. Kila mtu ana haki ya kuchagua anachotaka. Sofia alisema hivyo. Maneno hayo yalianza kumchanganya sana Pendo. Taratibu akaanza kutumia muda mwingi zaidi na kundi hilo.
Alianza kuchelewa kurudi nyumbani. Alianza kumpigia simu Juma mara kwa mara kama alivyokuwa akifanya zamani. Hata mapenzi aliyokuwa akimwonyesha mume wake yalianza kupunguza. Juma aligundua mabadiliko hayo. Siku hizi unaonekana mbali sana na mimi. Kuna tatizo gani? Aliuliza siku moja huyo Juma. Hakuna tatizo lolote, Pendo alijibu kwa kiufupi sana. Lakini ukweli ulikuwa tofauti. Kadri siku zilivyopita, Pendo alizidi kuathiriwa na ushawishi wa marafiki zake. Alianza kuona kana kwamba ndoa yake ilikuwa kikwazo kwa uhuru wake. Migogoro ilianza kuongezeka nyumbani. Mtoto wao Neema alianza kushuhudia mabishano ya mara kwa mara kati ya wazazi wake hao. Kila Juma alipojaribu kuzungumza kwa utulivu, Pendo alikasirika. Wazazi wa Pendo walipoona hali hiyo walimshauri binti yao kutunza ndoa yake, lakini hakutaka kusikiliza. Aliona kila mtu aliyemshauri alikuwa anataka kumzuia kuishi maisha anayotaka. Miezi ilipita. Siku moja Juma alirudi nyumbani mapema bila taarifa. Alikuta mke wake akiwa katikati ya mkusanyiko ambao uliomfanya ashangae sana. Aliona wazi kuwa marafiki waliomzunguka walikuwa wakimshawishi kuendelea kuishi maisha yaliyokuwa yakiharibu familia yake. Usiku huo Juma hakulala. Aliumia sana moyoni. Alimpenda mke wake kuliko kitu chochote, lakini aliona akipotea taratibu mbele ya macho yake. Asubuhi yake alimwomba wakutane kwa mazungumzo ya kina. Pendo, naomba tufikirie kuhusu familia yetu. Tuna mtoto anayehitaji malezi mazuri. Nipo tayari kurekebisha chochote kilichokukwaza. Lakini kwa wakati huo, Pendo hakuwa tayari kusikiliza. Aliamini marafiki zake kuliko mume wake. Mwaka mmoja baadaye hali ilizidi kuwa mbaya. Biashara ya Juma ilianza kuathiriwa kwa sababu ya mawazo mengi. Hakuwa na amani kazini wala nyumbani. Neema naye alianza kufanya vibaya shuleni kwa sababu ya msongo wa mawazo. Walimu walimuita Juma na kumwambia kuwa mtoto alikuwa akibadilika kitabia. Juma alilia peke yake usiku mmoja. Alijilaumu kwa kuokoa ndoa yake. Lakini bado hakukata tamaa. Aliwashirikisha viongozi wa dini na wazee wa familia. Walipanga kikao kikubwa cha maridhiano. Katika kikao hicho, kila mtu alimshauri Pendo kutafakari upya maisha yake. Walimkumbusha jinsi Juma alivyokuwa na alivyoweza kuwa mume mwema na jinsi familia yao ilivyokuwa mfano mzuri kwa jamii. Kwa mara ya kwanza Pendo alianza kuona uzito wa tatizo. Aliomba muda wa kufikiria. Kwa wiki kadhaa alijitenga na marafiki zake. Juma alifurahi akizani mambo yalikuwa yakibadilika. Lakini Sofia hakukata tamaa. Hakukata tamaa kabisa. Kuhakikisha anakuwa karibu zaidi na Pendo. Aliendelea kumpigia simu na kumshawishi. Hatimaye Pendo alirudi katika kundi lile lile. Habari hizo zilipomfikia Juma, moyo wake ulivunjika kabisa. Alihisi amefanya kila alichoweza. Baada ya miezi kadhaa ya majaribio ya kuokoka na kuokoa ndoa yake, walifika hatua ya kutengana. Siku ya kuondoka nyumbani, Pendo alimwona Neema akilia kwa uchungu. "Mama, kwa nini unaondoka?" mtoto aliuliza. Pendo alikosa jibu. Aliondoka huku machozi yakimtoka. Baada ya kutengana, maisha hayakuwa kama alivyotarajia.
Marafiki waliokuwa wakimshawishi hawakuwa tayari kumbeba katika matatizo yake. Mmoja baadaye na mwingine baada ya mwingine walimtenga. Baadhi walihama mji, wengine walipata familia zao na kumwacha peke yake. Pendo alianza kupitia kipindi kigumu sana. Hakuwa na mtu wa kumsaidia kama alivyodhani. Alikuwa akikumbuka jinsi Juma alivyokuwa akimheshimu na kumjali. Alikumbuka nyakati walizocheka pamoja. Alikumbuka jinsi walivyokuwa wakimlea Neema kwa upendo. Majuto yakaanza kumtesa. Tangu ajiunge katika kitimbuli cha matendo maovu ya wanawake kwa wanawake, yani usagaji. Miaka miwili baadaye alipata nafasi ya kukutana na Juma katika hafla moja ya kijamii. Juma alionekana mwenye furaha na utulivu. Neema alikuwa amekuwa na alikuwa akisoma vizuri. Pendo alihisi maumivu makubwa moyoni. Baada ya hafla kumalizika, alimfuata Juma. "Nisamehe kwa yote yaliyotokea," alisema huku akilia. Juma alimwangalia kwa utulivu. "Nilikusamehe zamani sana Pendo, lakini baadhi ya maamuzi yana matokeo ambayo hayawezi kufuatwa kirahisi na kufutika." Maneno hayo yalimuumiza, lakini yalikuwa ya kweli. Pendo aliondoka akiwa na machozi, akiwaza kwa nini aliingia katika mkumbo wa maisha mabaya ya kushawishika katika kufanya mambo ya wanawake kwa wanawake. Alitambua kuwa mara nyingi watu huona thamani ya vitu walivyokuwa navyo baada ya kuvipoteza. Kuanzia siku hiyo alijitolea kutoa ushauri kwa wanawake na wasichana kuhusu umuhimu wa kulinda familia, kuchagua marafiki wanaofaa na kusikiliza ushauri wa watu wanaowapenda. Aliwaeleza jinsi maamuzi mabaya na ushawishi usiofaa ulivyombadilisha maisha yake na kujifanya ajihisi kama ndo ashamaliza kila kitu. Ingawa hakuweza kurudisha ndoa yake kama ilivyokuwa zamani, aliamua kutumia makosa yake kama fundisho kwa wengine. Na kila alipomwona Neema, alikumbuka gharama kubwa ya maamuzi aliyowahi kufanya. Mwisho wa yote, Pendo alielewa kuwa furaha ya kweli haijengwi kwa kufuata kila ushawishi unaokuja maishani, bali kwa kufanya maamuzi yenye hekima, kuheshimu familia na kutunza uaminifu katika mahusiano. Huo ndio ulikuwa mwisho wa ndoa iliyowahi kuwa ya mfano, lakini pia mwanzo wa somo kubwa ambalo Pendo hakulitarajia kabisa. Hakulitarajia kujifunza kwa njia ngumu kiasi kile. Ilikuwa amejiunga na kundi ambalo lilimfanya achukie ndoa na asimuheshimu mume wake, katika mikumbo ya wale wamama wa vijiweni wanaofanya kwa njia ngumu, yani usagaji. Hiko ndiko kilichangia kuona kama kwamba ashafika katika kila hatua. Marafiki, ukilinganisha Sofia ambaye alikuwa rafiki yake, anampa ushawishi kujiunga katika kundi lao, lakini baadaye walimkimbia baada ya kuondoka katika ndoa. Kwa hiyo katika mkasa huu wa usagaji ulivyo haribu ndoa ya Pendo, natumai utakuwa umejifunza kuhakikisha kuwa unakuwa makini katika ushawishi wa marafiki ambao wanakuzunguka kabla hujaingia katika huo mkumbo, kwa sababu tunaona mwisho wa Pendo hapa. Marafiki baada ya Pendo kuondoka katika ndoa, marafiki walijitenga naye na hivyo kutoshirikiana naye tena kwa wakati huo. Msikilizaji wa Vam TV Online, matumai umepata funzo kubwa. Hakikisha tu una subscribe channel yetu ya Vam TV Online na kisha kushare na marafiki
ili nao waweze kupata huu mkasa na wajifunze. Bana, Pendo alikuwa na hayo ya kutufunza katika mkasa wake wa kweli ambao ametushirikisha. Marafiki wanaweza kukushauri utoke katika ndoa yako, lakini ukishatoka wanajitenga nawe. Kwa hiyo kuwa makini sana, iko hivyo. Asante sana kwa kusikiliza. Mungu akubariki.